Spika wa bunge la Iran Mohammad Gharibaf anasema Marekani imeishiwa turufu katika mgogoro wa kiuchumi na Iran. Spika wa bunge la Iran Mohammad Gharibaf amesema kuwa Marekani imeondoa sehemu kubwa ya nguvu zake katika makabiliano ya kiuchumi na Iran, akisema kuwa Tehran bado inashikilia kadi muhimu za kucheza. Katika chapisho lake kwenye akaunti yake ya mtandao wa X usiku wa Jumapili, Gharibaf alieleza kadi za kucheza kiuchumi za pande zote mbili, akikanusha madai ya maafisa wa Marekani kuhusu utawala wa Iran. Aliwasilisha hesabu inayolinganisha zana za upande wa ugavi wa Iran, ikiwemo mlango bahari wa Hormuz, mlango bahari wa Bab al-Mandeb na mabomba ya mafuta, na hatua za upande wa mahitaji za Marekani kama kutolewa kwa akiba ya kimkakati ya mafuta, kudhibiti mahitaji na marekebisho yanayotarajiwa ya bei. Alibainisha kuwa baadhi ya chaguzi za Iran bado hazijatumika, wakati Marekani tayari ametumia au kuitumikia sehemu ya zana zake. Akiangazia vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, aliongeza kuwa kuongezeka kwa mahitaji ya nishati wakati wa msimu wa likizo ya kiangazi kunapaswa kuzingatiwa pia, isipokuwa kama Washington inataka kukataa likizo hiyo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi yuko nchini Urusi kukutana na rais wa taifa hilo Vladimir Putin. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alipofika St. Petersburg alisema atafanya mashauriano na maafisa wa Urusi kuhusu maendeleo ya hivi karibuni yanayohusiana na vita vya ukatili vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kukagua hali ya sasa. Akizungumza na waandishi wa habari asubuhi ya Jumatatu, Araghchi alisema Iran daima imekuwa na mashauriano ya karibu na Urusi kuhusu masuala mbalimbali, hasa masuala ya kikanda kupitia mazungumzo ya pande mbili. Alibainisha kuwa kulikuwa na mapumziko katika mikutano kutokana na vita vya ukatili vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, lakini fursa ya ziara yake ya kikanda inayoendelea baada ya kutembelea Pakistan na Oman iliruhusu kupanga safari ya Urusi ili kujadili maendeleo yanayohusiana na vita na kuratibu misimamo. Araghchi aliongeza kuwa ziara yake Pakistan ilikuwa ya pande mbili na aliangazia jukumu la hivi karibuni la Islamabad katika upatanisho wa mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Iran na Marekani. Alisema mashauriano yalikuwa muhimu kutokana na maendeleo ya hivi karibuni katika mchakato wa mazungumzo, akibainisha kuwa licha ya maendeleo, raundi iliyopita ya mazungumzo ilishindwa kufikia malengo yake kutokana na mbinu zisizo sahihi na madai makubwa kupita kiasi ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje alisema Iran ilifanya mazungumzo yenye matunda na maafisa wa Pakistan, akikagua maendeleo ya zamani na kuchunguza hali ambazo mazungumzo yanaweza kuendelea. Araghchi alisema pia ziara yake Oman ilikuwa ya pande mbili, akieleza nchi hiyo kama mshirika wa karibu na rafiki ambaye alichukua msimamo chanya wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Aliweka msisitizo kwamba umuhimu wa kuimarisha uhusiano na majirani, hasa katika eneo la Ghuba ya Uajemi, ili kudhibiti vizuri changamoto zilizopo. Iran na Oman kama nchi mbili za pwani zinazosimamia mlango wa Hormuz lazima ziwe na ukaribu, akisisitiza kuwa upitishaji salama kupitia mlango huo ni suala muhimu duniani kote linalohusiana moja kwa moja na maslahi ya nchi zote mbili.